Zikiwa zimesalia siku 36 sawa na masaa 864 kukamilisha mzunguko wa mwaka 2025, ni kukaribishe tena kwenye kipindi chetu bora cha Fga Tv kuyafahamu mengine tena kutoka Fountain Gate Academy Tanzania. Mimi ni Ruqayya binti wa Mbugita. Tulionayo hii leo yanamhusu Ali Dawa, kijana mdogo mwenye uwezo mkubwa aliyetikisa Tanzania kwa hotuba yake ya Kiingereza mbele ya umati wa watu akiwa na umri mdogo. Fountain Gate Under 17 Morogoro wameandika historia nyingine kwenye soka la mkoa huo, na sasa wana jukumu la kuipeperusha vyema bendera ya mkoa huo kwenye soka la ushindani. Fountain Gate FC Senior Team na Fountain Gate FC Under 20 ni fungu la kukosa? Utapata kufahamu kwa undani wamelikosa fungu gani. Hayo na mengine mengi utayapata hii leo ndani ya Azam Sports 1 HD kuanzia saa 4:30 usiku na kwenye mitandao yote ya kijamii ya Fountain Gate Academy. Wote tunakubaliana kuwa kuna historia kubwa sasa Fountain Gate FC tumeiacha kwenye ardhi ya Mbulu. Hiyo ni kwa sababu ya mchezo mzuri ambao tulionesha kwenye ziara iliyofanyika Novemba 15 kwenye uwanja wa Mbulu mjini dhidi ya Mbulu Combine. Sio tu Mbulu Combine na mashabiki wao, bali hata wachezaji wetu walifurahi kuwepo eneo lile na kuona sapoti kubwa ambayo walipewa na watu wa eneo lile. Wanakiri wazi kuwa kwao haikuwa tu ni mchezo wa kirafiki, bali ulikuwa ni mtoko wa kubadilisha mazingira, kwani kwa muda mwingi wamekuwa wakiutumia kwenye mitaa ya mji wa Babati mjini na walikuwa wakizisikia tu habari za uzuri wa mji wa Mbulu. Pandu Shaban, Fadhili Kisunga na Obina Awara ni mastaa wa timu yetu ambao waliweka bayana namna ambavyo walijisikia kwenye tukio lile la kihistoria kwao na timu yetu, lakini kwa ukubwa waliomba mashabiki kurudi kwa pamoja kwenye kuisapoti timu yetu kwenye michezo ya ligi kuu. Good atmosphere. Mambo limeenda vizuri alhamdulillah, kama tulivyotarajia kupata ushindi, na Mungu amejalia tumepata matokeo ambayo tuliyahitaji. Mwitikio wa watu kwako wewe umeupokeaje? Mwitikio wa watu kwa kweli tumewashukuru sana, wametupokea vizuri, lakini pia niwaambie wasichoke kutusupport hasa katika ligi kwa sababu yote ni wilaya Babati. Kwa hiyo sisi ni timu yao, endelee kutusupport. Bwana Kisunga, unasemaje? Taarifa. Jambo limekwendaje? Tunamshukuru Mungu bwana, jambo limeenda vizuri kabisa, limeisha salama, tumeingia uwanjani salama, tumetoka salama. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema mwenyewe. Mlango tuliofungua Mbulu ukawa umefungwa rasmi jioni ya siku ile. Sasa mlango ambao ulikuwa unafuatia ni ule wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Hesabu zilikuwa zinakimbia mbio kuelekea Novemba 23, siku ambayo tulipaswa kuwepo jijini Mwanza kwenye mchezo wetu mwingine wa ugenini msimu huu dhidi ya Pamba Jiji. Maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo yalianza mara moja kwa walimu kutengeneza mbinu ya kushambulia na kuzuia kwenye uwanja wa mazoezi, yakiwa ni mazoezi maalum yaliyofanyika kwa siku takribani 4 mfululizo, yakifanyika uwanjani na gym, yakiwa ni mazoezi ya spidi, nguvu na uelewa wa mchezo wenyewe unataka kitu gani. Ikiwa imesalia siku moja kabla ya kuanza safari, tulipata nafasi ya kucheza mchezo wa kirafiki na Songea United kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha. Huu ulikuwa ni mchezo uliotumika kutazama mavuno ya kile ambacho kilipandwa kwenye uwanja wa mazoezi kwa muda mrefu. Songea United ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri kwenye ligi ya Championship, hivyo ilikuwa ni kipimo sahihi kwetu kabla ya kuanza safari ya kuwafuata Pamba Jiji. Haukuonekana kama mchezo wa kirafiki wa kawaida tu, bali ulikuwa ni mchezo wa kirafiki uliobeba ushindani mkubwa na kilikuwa kipimo halisi kwetu. Ugumu uliochagizwa na uwepo wa kocha Masud Juma, mchezaji kama Raymond Shetan pamoja na Marcelo ambao kimsingi kwenye miili yao kuna damu ya Fountain Gate. Dakika 90 za mchezo huu zilimalizika kwa sisi kupata ushindi wa bao 1-0, lakini benchi la ufundi walionesha kuridhishwa na kile ambacho wachezaji walikionesha kwenye mchezo ule. Baada ya hapo ilikuwa ni maandalizi ya safari ya kuzikata kilomita
takribani 600 na ushe, safari ya kuikata mikoa mitatu kwa saa zisizopungua 10, tukipitia Singida, Tabora, Shinyanga na hatimaye Mwanza. Safari ilianza usiku wa Novemba 20 na tukaingia Mwanza asubuhi ya Novemba 21, tukikaribishwa na mvua kali ilionyesha usiku kucha kwa maeneo yote ya jiji hilo. Na kutokana na hali ya hewa hapakuwa na mazoezi yoyote siku hiyo. Wachezaji walipewa mapumziko marefu. Novemba 22 ilikuwa ni siku yetu ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa CCM Kirumba ambao utatumika kwa ajili ya mchezo, ambapo kikanuni tulikuwa na haki ya kufanya mazoezi siku hiyo. Kila kitu kilionekana kuwa sawa kwenye mchezo. Mazoezi yale ya mwisho, walimu walipambana kwa uwezo wao kutengeneza mbinu ambayo ingetubeba kwenye dakika zote 90 za mchezo. Tamati ya mazoezi haya ni ishara ya kuelekea siku nyingine kubwa kwenye historia ya timu yetu, historia ya kusaka alama 3 za kwanza ugenini kwenye msimu huu. Baada ya dua ya pamoja, kilichofuata kwa benchi la ufundi na wachezaji ni kupeana hamasa. Kisha kocha wa magolikipa Michael Mfaume Gege alieleza wazi kuwa kesho ni ushindi tu, kauli iliyoungwa mkono na golikipa wake Fadhili Kisunga. Yes, leo ushindi hapa mapema tu hapa. Mapema. Simba ziko nyingi. Bana vipi hapo bana Fadhili Kilusumo? Sana hapo ndugu yangu kama kawaida. Uhakika. Tunajilamba kesho? Kesho tunajilamba kama kawaida. Tumesafiria kutoka mbali, masaa 10 tumesafiria. Sawa. Mtoto wa Morogoro. Niko na papa hapa, papa yangu. Kama sava. Ni Novemba 23, game day. Utulivu kambini ulikuwa mkubwa sana. Walimu walikuja kufanya kikao cha mwisho cha mchezo, ikiwemo kutangaza kikosi cha kwanza kitakachoanza kwenye mchezo huo na wale ambao watakuwa wachezaji wa akiba. Baada ya hapo, msafara uliongoza moja kwa moja kuelekea CCM Kirumba kwa ajili ya mchezo wetu wa 7 msimu huu. Kila kitu kilikuwa sawa na kila mmoja alikuwa akizungumza juu ya kupata ushindi na kutokuwa wanyonge hata kama tupo ugenini. Kikosi kilifika salama CCM Kirumba na maandalizi yakaanza rasmi, ikiwemo kupasha misuli kabla ya mchezo na hatimaye mchezo wenyewe. Mechi ilikuwa nzuri, kila upande ukianza kwa kujihami na kutafuta mwanya wa timu nyingine kufanya makosa. Kwa bahati mbaya sana, sisi tukawa wa kwanza kufanya makosa kwenye dakika 20 za kwanza na Pamba wakatumia mwanya huo kupata bao. Kutangulia kwa bao la mapema kwa Pamba ni kama liliamsha ari mpya kwa upande wa askari wetu. Wakawa wanalisakama kwa nguvu sana lango la Pamba. Kilichokosekana ni mpira tu kuzama kwenye kimia. Bao la Pamba lilidumu kama dakika 90 za mchezo huo na kuwapa faida kwa mara nyingine tena Pamba wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Matokeo haya hayakuwa matarajio yetu wala mashabiki wetu. Baadhi waliosafiri kuwakilisha Wanamanyara walionekana kwa wanyonge usoni baada ya filimbi ya mwisho ya muamuzi wa mchezo ule, lakini ubora mkubwa ambao wachezaji wetu walionyesha ilikuwa ni kielelezo cha wazi kuwa timu bora imepoteza mchezo. Hata mashabiki wenyewe wa Pamba walikiri kuwa Fountain Gate walikosa bahati tu kwenye mchezo ule, kama anavyothibitisha shabiki huyu mkubwa wa Pamba Jiji. Kiujumla tu ni kwamba timu ya leo iliyocheza nao mimi Pamba iko vizuri. Haingekuwa vizuri ingechezea magoli mengi sana, zaidi ya sana, lakini big up sana.
Kwa upande wa nahodha Jackson Kataga Shiga pamoja na afisa habari Isa Mbuzi, wao waliwataka mashabiki na Watanzania wenye mapenzi ya dhati na timu yetu kuwa hawapaswi kuinamisha vichwa chini, bali wainue vichwa juu kwa kuwa timu yao ni bora licha ya kuwa ilipoteza mbele ya Pamba. Kwanza awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mchezo umeweza kumalizika, lakini hatukuweza kufanikiwa kufika kwenye malengo yetu. Mchezo ulikuwa mzuri, ni away, kwa hiyo wameweza kutumia uwanja wao vizuri, wameweza kupata matokeo na sisi tumekubali kwamba sikubali kushindwa sio mshindani. Kwa hiyo tunanyanyuka, tutarudi nyumbani kujiandaa kwa mchezo wetu dhidi ya Prison na imani tutapata matokeo. Hatujakata tamaa, bado tunanyanyuka, vichwa juu, tunaenda kupambana nyumbani. Haikuwa bahati Maria, tulikuja kwa lengo la kupata alama 3. Imeshindikana hata kupata alama 1. Imekuwa sio bahati tena kwa mara nyingine dhidi ya Pamba kama ambavyo ilikuwa kwenye mechi ya mwisho tukiwa hapa. Lakini niwapongeze wachezaji Maria. Wamecheza mpira mkubwa sana. Yaani licha ya kwamba tumepoteza mchezo, lakini unaweza ukaona jitihada kubwa sana ambazo wachezaji wamezifanya. Kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, mchezaji mmoja walitafsiri vyema sana mbinu ambayo mwalimu Mohamed Eliza aliwataka wakacheze kwenye mchezo wa leo. Pamba walipata nafasi moja tu, dakika 16 mchezo ndo hiyo ikaenda ikawapa alama 3. Lakini sisi tumetengeneza nafasi nyingi sana. Mashabiki wetu popote pale ambapo wapo hawataki kuvunjika moyo, hawataki kuinama, wanapaswa wainue vichwa juu kwa sababu timu tunayo, timu imecheza mpira mzuri. Kilichokosekana ni alama 3. Sasa kampeni ambayo tunaondoka nayo hapa ni kuelekea nyumbani Tanzanite kwa raha. Tarehe 26 tunakwenda kucheza na Tanzania Prison. Majozi ambayo tumeyapata leo tunakwenda kufurahi tarehe 26. Kwa mantiki hii ikawa ni mwisho wa safari yetu kwenye raundi hii ya kwanza jijini Mwanza, na kwenye mgongo wa Pamba ndiyo tulipoteza mchezo, lakini hatujapoteza malengo yetu msimu huu, na bila shaka wiki ijayo nitarudi na simulizi tamu ya ushindi mbele ya Tanzania Prisons. Timu yetu ya vijana under 20 ilianza vyema mchango wa karata zake za kuisaka top 8 kwenye ligi kuu ya vijana msimu huu. Chagizo la alama 3 mbele ya mabingwa wa kihistoria Mtibwa Sugar kwenye mchezo wao wa kwanza ulionyesha kuwa wapo kwenye dira nyofu, lakini hawakupaswa kusahau kuwa mbele yao kuna kibarua kingine kizito dhidi ya mabingwa watetezi Azam FC. Wakaanza maandalizi kwa haraka kuelekea kwenye mchezo huo, na hata wao kwao kwenye vikwazo vyao walikuwa wakihamasishana na kukumbushana umuhimu wa kupambana, na sio kupambana tu, ni kuhakikisha wanashinda mchezo huo, na mbaya zaidi itakuwa ni fedheha kama watapoteza wakiwa nyumbani. Mungu ati mmaskana kutoa sare na hapa. Azam ataki kutoa sare, inabidi wafunge. Sababu kwao walitufunga na inabidi wafunge. Hivyo. Sawa mwanangu. Sasa mechi ya kesho kutwa ili tushinde inabidi tukimbie kuliko wengine. Yaani tujitoe. Nyingine kwa mabeki sio lazima tucheze pale. Hatujaombewa kucheza sijui. Wewe tia tu mjini tutajulikana tu kucheza. Safi. Hapo. Hapo tena mmoja tunakosea timu kwa tukifungwa au mtu akikosea tusimlaumu. Usiku wa deni huwa hauchelewi kukucha. Hatimaye ni siku ya mchezo. Vijana wetu walionekana kuwa na ari kubwa ya ushindi, na hata dakika 45 za kwanza walionyesha kuwa wao ni bora zaidi na wapo nyumbani, wakitengeneza nafasi nyingi na wakishindwa kuzitumia, hali iliyopelekea mpaka mapumziko ubao kusoma wenyeji Fountain Gate FC na hawa wageni Azam FC wakiwa hawajapata kitu. Ilionyesha kuwa makini zaidi na kushambuliana kwa zamu, lakini muda ulikuwa unazidi kusonga na hapa kuwa na bao kwa upande wowote, na ikabidi zisubiriwe dakika za nyongeza za mchezo kuweza kushuhudia nyavu zikicheza.
Na kweli, dakika ya mwisho ya mchezo Azam FC wanatumia vyema makosa ya kiungo wetu Salum Konde na kuweka mpira nyuma ya mgongo wa golikipa Mdoe na kuandika bao la ushindi na lililomaliza mchezo huo. Azam FC wakaondoka uwanjani wakiwa na mtaji wa alama 3, huku wenyeji Fountain Gate wakipewa jukumu la kujiuliza kwenye mchezo unaofuata, wapi walikosea?